Tukitoka eneo hilo la Matungulu, tuangazie taarifa kutoka kaunti mbalimbali ambapo taharuki imetanda katika eneo la Saimosoi, kaunti ya Baringo baada ya wakazi wa Kipcherere huko Baringo Kaskazini kukataa mpango wa uhifadhi unaopendekezwa wakitaka kulindwa kwa haki zao za umiliki wa ardhi. Kwingineko, seneta wa Embu Alexander Mundigi ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Embu kuharakisha kutatua maswala yanayokabili hospitali ya Ishiara Level 4 iliyoko eneo bunge la Mbeere Kaskazini. Taarifa hizo ni katika mkusanyiko wa taarifa za magatuzi. Wakazi wa gatuzi la Baringo wamepinga vikali pendekezo lililowasilishwa na maafisa wa kaunti hiyo wa kutenga ardhi ya jamii kutumika katika uzinduzi wa hifadhi, wakioji kuwa hatua hiyo ni tishio kwa riziki na haki zao za kumiliki ardhi. Wanajiita ati sisi ni watu wa conservancy, tunataka kutengeneza conservation ambayo hatujaelewa ni conservation aina gani. Katika kaunti ya Embu, seneta wa gatuzi hilo Alexander Mundigi amehimiza serikali ya kaunti ya Embu kufuatilia na kushughulikia changamoto zinazokabili hospitali ya Ishara Level 4 iliyoko eneo bunge la Mbeere Kaskazini, akitoa hakikisho kuwa vifo vya vijana wawili chipukizi waliouawa kwa kupigwa risasi wiki moja iliyopita kwenye maandamano kuhusiana na hali duni ya hospitali hiyo havikuambulia patupu. Niko na hakika kwa sababu hakuna mtu angetaka vitu kama hizi. Najua county government ya Embu itatimisha mambo ya ile wale watu wanataka kufanywa kazi wafanywe. Hiyo ndio ikawa pesa haikuwako ya kutosha, na ninajua governor ako na uwezo ya kutafuta pesa pahali ingine aweze kuona vile ile mambo ilifanya hao vijana wagome ndio hiyo hospitali itengenezwe. Na baadhi ya viongozi kutoka eneo la North Rift wameunga mkono hatua ya serikali ya kukabiliana vilivyo na magenge ya wahalifu na wahuni wa kisiasa, wakisisitiza athari yake chanya kwa usalama wa wananchi. Kwa vile sisi Moisprit tulikuwa na amani, hii wakora hatuwezi sema kuna wakora wamekuja tu wakaterminate in the last 1 month or 2 months na wameanza kuhangaisha watu. Lazima ni watu wametoka nje. Na hiyo tutahakikisha kama serikali, tuhakikishe kuwa tunafanya bidii kuwarejesha kwao. Na wakazi wa Ainabkoi katika eneo bunge la Belgut, kaunti ya Kericho, wamewashutumu viongozi kutoka sehemu hiyo kwa kutoatilia maanani katika masuala ya maendeleo, wakitaja miundombinu duni, tatizo la uhaba wa ajira na ukosefu wa huduma za kimsingi. Katika sehemu hii tuna watoto ambao masomo university. Sasa the colleges na different. Tuko na watoto wa university 61. Wote hakuna kazi. Ya demanding. Watoto wetu waandikwe kama wengine. Wakati huo yamkini wanafunzi 300 kwenye kaunti ya Homa Bay wamenufaika na ufadhili wa elimu kwa hisani ya shirika moja la kijamii. We were gathered here to issue bursaries to students from Kagan Ward, totaling to 300. Each student, we have managed to give each student 5,000 shillings. That is the occasion why that is the reason why we are here today. And all parents within the ward are very happy about what has happened today. Currently, we are doing this to empower our people to ensure that at least there is education within our ward. Kwingineko, utoaji wa huduma za afya kwa akina mama wajawazito na wanaojifungua zinatarajiwa kuimarika katika gatuzi la Kajiado kufuatia kuzinduliwa kwa kituo cha kisasa cha watoto wanaozaliwa almaarufu Kangaroo katika hospitali ya kaunti ndogo ya Ngong. In our fight to end maternal mortalities, what you have launched today, what you've commissioned today, a good infrastructure with good equipment is going to give us good outcome for both our mothers and our newborn. Hatimaye mabalozi wa amani kutoka kaunti kadhaa wamekongamana mjini Nyahururu katika azma ya kukuza umoja na uwiano wa kitaifa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. We welcome each one of us to embrace peace, and this peace should be preached to the whole world. Noel Ongeso, Darubini Wikendi.